CUF inatamka wazi kuwa uchaguzi mkuu wa 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki wala wa kuaminika. Ni ubakwaji mwingine wa demokrasia. Hello, ebana mambo vipi mwana Universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa Media. Taarifa ambayo nimekuletea kwa siku ya leo ni kila ambacho amekizungumza mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, Profesa Ibrahim Lipumba. Amezungumza vingi sana ambavyo vimetokea kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Uchaguzi huo ulikuwa na mambo mengi kama alivyozungumza kwa kina. Nitakuachia clip hii ili uweze kusikiliza kwa makini. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, mnamo tarehe 1 Novemba 2025 tume huru ya uchaguzi, na huru ile unaiweka katika quotation marks, ya taifa ilitangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tume hiyo imemtangaza Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha urais kwa asilimia 97.66 ya kura halali 132,678,844 zilizopigwa. Huu ushindi uliotangazwa ni mkubwa kuliko ule ushindi wa Dr. John Pombe Magufuli mwaka 2020 ambaye alitangaziwa kwamba amepata asilimia 85. Haidhuru watu walioshiriki katika uchaguzi kidogo, ilikuwa kama nadhani asilimia 50 hivi. Na vile vile ushindi uliotangazwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan unapikwa hata ushindi wa Mwalimu Nyerere alioshinda wakati wa uchaguzi wa mwaka 1962, wakati tunaingia katika jamhuri, na alimshinda Zuberi Mtembu wa chama cha African National Congress ANC kwa asilimia 95. Na wakati ule wapiga kura waliokuwa wanapiga kura hawakufika hata milioni 2. Lakini Mama Samia katika wapiga kura milioni 32 amepata asilimia 97.66. Ni jambo la kushangaza kuona ushindi wa kiwango hiki ukitangazwa, lakini serikali ilifunga internet kwa siku 4 mfululizo. Shughuli za habari na mawasiliano zilikuwa zimesimama, na hata mufti wa Tanzania alitoa tamko kuwataka Waislamu wasiende misikitini siku ya Ijumaa, waswalie nyumbani kwa hofu ya usalama. Swali la msingi, kama wananchi wanaipenda CCM na Mama Samia kwa kiwango hichi, ni kwa nini serikali inahofia maandamano na vurugu toka kwa wahuni wachache? CCM inapendwa kweli. Asilimia 97 wamepiga kura. Asilimia 87 ya watu walioandikishwa kwenye daftari la kupiga kura wamejitokeza kumpigia kura. Halafu pana hofu. Hata kuapishwa wameapisha kinyemela bila kuweza kuwakaribisha wapiga kura wanaompenda sana. CUF inasisitiza kuwa matokeo yaliyotangazwa hayawakilishi uhalisia wa kura zilizopigwa. Ni matokeo ya kupikwa, yamevunja misingi ya haki, uwazi na uhalali wa kidemokrasia. Serikali imepoteza kabisa imani kwa wananchi ndani na nje ya nchi. Sasa katika uchaguzi huu, na hili jambo lilipaswa nilieleze baadaye, lakini baada ya kushauriana na viongozi wenzangu wa kamati ya uongozi ya Baraza Kuu, CUF inatamka wazi kuwa uchaguzi mkuu wa 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki wala wa kuaminika.
ni ubakwaji mwingine wa demokrasia. Matokeo yaliyotangazwa hayana uhalali wa kidemokrasia. Chama kinaitaka jamii ya kimataifa, mashirika ya kikanda, ya ndani ya nchi na wananchi wenyewe kwa ujumla kuchinikiza kwanza kuundwa serikali ya mpito, caretaker government. CCM itatufikisha pabaya, imetufikisha pabaya, haiaminiki kabisa. Tunahitaji pawepo na serikali ya mpito itakayosimamia mchakato wa mpito wa kisiasa na kukamilisha upatikanaji wa katiba ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi, kuunda tume ya uchaguzi iliyo huru kweli na isiyodhibitiwa na chama tawala, iandae uchaguzi huru na wa haki, kulinda haki za binadamu kwa kufanya mageuzi ya mahakama na vyombo vya dola, hususan polisi na usalama wa taifa. Watu wakiwa wanaandamana, hukumu yao sio kupigwa risasi. Hukumu yao ni kukamatwa na kupelekwa mahakamani kama wanaandamana kinyume cha utaratibu, sio kupigwa risasi. Kuna watu ambao wala walikuwa hawaandamani. Unahitaji uwe na jeshi la polisi ambalo sio jeshi la polisi. Wakati mwingine tunafanya makosa kuita hii ya police force, wao wanaona kutumia nguvu. Tunahitaji tuwe na police service, huduma za polisi za ulinzi wa raia na mali zao. Tunahitaji kujenga taasisi madhubuti ya mapambano dhidi ya rushwa. Huku kung'ang'ania kubaki madarakani ni kwa sababu ya rushwa. Rushwa ikikithiri na tamaa za utajiri, unaona kwamba lazima tu mimi niwe rais. Tupate taasisi madhubuti ya kuweza kupambana dhidi ya rushwa, na vile vile kujenga misingi ya uchumi jumuishi unaokuza uchumi na kuzalisha ajira kwa wingi kwa vijana wetu. Ni hatari sana, vijana wa Tanzania wameanza kukata tamaa, na vijana wakikata tamaa ni hatari. Lazima tujenge misingi imara ya uchumi jumuishi ambao utawapa matumaini vijana kwamba na wao pia wanaweza kuwa na maisha bora na maisha mazuri. La pili, kufanikisha mazungumzo ya kitaifa ya kuunda serikali ya mpito. Wafungwa wote wa kisiasa na hususan Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, waachiwe huru mara moja. Tatu, kufanyika kwa uchunguzi huru wa mauaji, uvunjaji wa haki za binadamu, uharibifu wa mali na uhalifu katika wakati huu wa uchaguzi. 4, tunawapa pole ndugu na jamaa wote waliopoteza ndugu na wapendwa wao katika mauaji yaliyofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Kuomboleza vifo vya Watanzania wenzetu, bendera za CUF zitapandishwa nusu mlingoti nchi nzima kwa mwezi mmoja kuanzia leo. Natoa taarifa kwamba bendera zetu zipandishwe nusu mlingoti kuomboleza vifo vya Watanzania wenzetu ambao wamepata janga la kupoteza maisha. 5, CUF chama cha wananchi kinawaomba Watanzania wanaopenda haki nchini kote kufanya ibada maalum siku ya Jumatatu tarehe 10 Novemba 2025 kwa kufunga kula mchana na kufanya dua na maombi baada ya kufungua, kila mtu kwa imani yake. Dua na maombi yajikite kumuomba Mwenyezi Mungu kupitisha hukumu ya haki dhidi ya wale waliosababisha mauaji na yale yote yaliyotendeka katika uchaguzi mkuu wa 2025. Chama cha CUF kinaendelea kusimama na wananchi kutetea haki, demokrasia na uhalali wa maamuzi
ya raia wa Tanzania. Hii ni nchi yetu sote, maamuzi ya raia lazima yaheshimiwe.